ndani kwa ajili ya kuweza kuleta maneno ya kuuliza maisha yako. Asante kwa sababu tunaondoa mbali leo katika jina ndugu Auguste ataweza kutuombea. Asante Bwana Mungu wetu Yesu Kristo, tunalishukuru tena na kulimidi jina lako jioni ya leo, kwa kuwa umetupatia fursa nzuri ya kuweza kuja ndani ya uwepo wako kwa ajili ya kuweza kusikia tena mausia ya kutoka kwako. Ndiyo maana tunakabidhi ibada ya leo mikononi mwako, ili wewe mwenyewe Bwana upate kuweza kushuka na kupata kuweza kutuongoza. Ibada yote ya leo tunaiweka mikononi mwako, mwanzo kama vile mwisho. Bwana uweze kuwa pamoja nasi. Tunaposifu Bwana upate kuweza kusifu pamoja nasi. Tunapofika kipindi cha kusikiliza neno lako Bwana, tunaomba Roho wako Mtakatifu aweze kushuka na kuweza kutuzungumzia tena siku ya leo. Fungua masikio yetu ya ndani Bwana, ili tuweze kupokea ya kutoka kwako. Muonekanie mtumishi wako Bwana, choma ulimi wake kama uweza kuchoma ulimi wa Isaya, ili aweze kusema tu ya kutoka kwako, kwa sababu yake inaweza kuleta kifo kwa wana na binti zako. Tunaacha ibada yote katika mikono yako, tukiamini kwamba utakuwa pamoja nasi, katika jina lipitalo majina yote, jina kuu la Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo. Amen. Tunaweza kukaa na Mungu awabariki. Tutaomba Junior atakuja na kutuongoza katika ibada ya wimbo. Waliokombolewa waimba juu, wakisujudu mbele zake Bwana. Huzuni na taabu za dunia Bwana wanamwimbia, wanamwimbia Mwana-Kondoo. Sayua
Tunafika muda wa kusikiliza neno. Nitamwalika ndugu Bode atakuja kwa ajili ya kutupatia neno. Beloved brothers and sisters, Wandugu na wadada, we are glad to be in the house of God. Tunakuja na furaha kuja ndani ya nyumba ya Mungu. Because David said, kwa kuwa Daudi alisema, I am always glad kila wakati niko na furaha when they tell me to come to the house. wakati wananiambia nile katika nyumba ya Baba. A few minutes that we spend here Kama tuna muda wa kufanya hapa, are better than whichever we spend ni elsewhere. mzuri zaidi kuliko muda ambao tukapitisha nje. So I invite you to stand up. Ninawaalika tutasimama Let's read the word. tuweze kusoma neno. We read the same scripture we read last time. Tutasoma hiyo andiko ambayo tulisoma siku iliyopita, 1 Timothy. Timotheo wa kwanza 3. We'll read verse 4. Tutasoma 14. Let's pray. Tutaomba kwanza. Heavenly Father, Baba wa mbinguni, we thank you for gathering us. tunasema asante kwa kukutana hapa. As the hand gathers the chicks. Kama jinsi kwa kufanya hapo virango vyake. So as the brother already prayed, Kama jinsi ndugu alivyoomba, one word of a man neno moja ya mwanadamu is enough to kill. inaweza kuua, But your people are here lakini watu wako wako hapa to hear your word. kukusikiliza neno lako. So be with us. Sasa wewe pamoja nasi, Give us right speaking and understanding. tupatie kusikia na kuelewa vizuri In the name of the Lord and katika Savior Jesus. jina la Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. We'll read. Tutasoma The Bible says, Biblia inasema, verse 15, but if I tarry long, then thou mayest know how thou to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. lakini nikikawia upate kujua jinsi pasavyo watu kuenenda katika nyumba ya Mungu iliyo kanisa la Mungu aliye hai,
nguzo na msingi wa kweli. Amen. Tunaweza kukaa. Brothers and sisters, ndugu na dada, we are talking about how to behave in the house of tuko tunaongea jinsi gani ya kuweza kujitweka katika nyumba ya Mungu. So last time, as we were talking about this house of God, siku iliyopita kama tulivyozungumza katika nyumba ya Mungu, we said it's the church. Tulisema ni kanisa. And we wanted every one of us understanding one thing. Na tunataka kila mmoja wetu aelewe kitu kimoja. The church is the pillar and ground of the truth. Kanisa ndiyo msingi ya ukweli. So I don't know if we know what is a pillar. I think everyone knows what is a pillar. Sijue kwamba everyone, the pillar. Kama nguzo, kama msingi, nguzo. So when you build a house, wakati unajenga nyumba, you can see a lot of pillars. Unaweza kuona hizo nguzo ambazo wanaweka. Na Biblia inasema the church is the pillar. Kanisa ndiyo nguzo, means it's support. Yani inashikilia the house of God. Nyumba ya Mungu. But here, lakini hapa it support the truth. Inashikilia ukweli. That's important. Ile ndio ya muhimu sana. So we are not going to support a brother. Sasa hatutaenda kushikilia ama kumuunga mkono ndugu ama yoyote yule. We are only going to support the truth. Taenda tu kushikilia ukweli. And as we said, na kama tulivyosema, we can understand the church in 3 different ways. Tunaweza kuelewa kanisa katika vipengele vitatu. It can be a local assembly. Inaweza kuwa kanisa la mahali, because the Bible talks, it says it's the church. Kwa kuwa Biblia inasema kanisa. It can also be, na inaweza kuwa, the body of Christ. Mwili wa Kristo. It means, inamaanisha the universal body of Christ. Yani mwili wa Kristo ulimwengu mzima. Worldwide. Ulimwengu mzima ndio. Or it can also be, na inaweza kuwa, the church, kanisa, a group of people, ama kikundi cha watu, in a generation, katika kizazi. As we have read in Revelation, kama tulivyosoma katika Ufunuo 2, the church of the kanisa la Laodikia, na ya Efeso, or something like that. ama vitu kama na hivyo. And when you read the Bible, na unaposoma Biblia, every time we read about the church, wakati yote tunaposoma kuhusu kanisa, so we have to understand what it's referring to. Tunatakiwa kuelewa inamaanisha nini. Because there is a certain order, kwa kuwa kuna taratibu zingine, each and every one of them, ambazo ziko mmoja kwa nyingine. So we have to know where to apply the scripture. Asa inatakiwa tujue ni wapi kwa kuweka andiko fulani. Because you cannot, while the Bible talks about the entire church, kwa kuwa wakati Biblia inasema kwa ajili ya kanisa nzima, you apply it to a local assembly. Sasa wewe unaenda unaichukua kwa ajili, unaiweka kwa ajili ya kanisa la mahali. Or it can apply to the local assembly. Ama inaweza kuwa kwa ajili ya kanisa la mahali, but you apply it to the entire. Lakini wewe unaenda kuitumikisha kwa ajili ya kanisa la ulimwengu mzima. Sometimes it can bring confusion. Mara nyingine inaweza kuleta mchanganyiko. So as we started talking about order, ama kwa jinsi tunaanza kuzungumzia kuhusu utaratibu, we wanted to start talking about the divine order in this generation. Tulianza kuzungumzia ile utaratibu wa kiungu katika kizazi hiki. Yes. Ndiyo. We talk about, tulizungumza kuhusu the way God dealt with the church. Jinsi Mungu anapotumika na kanisa. The Bible says, kama Biblia iliposema, he talks to the angel, alizungumza na malaika, or the messenger, ama mjumbe. Then the messenger will talk to the church. Sasa mjumbe atazungumza na kanisa. So we are not coming back to that. Sasa hatutarudilia tena ile. We said this. Sasa tunasema hivi, this Laodicean church, hii kanisa ya Laodikia, God spoke to the messenger. Mungu alizungumza na mjumbe. And our message, na ujumbe wetu, is the restitution of all things. Inakuwa ni kurudishwa kwa mambo yote. That's what we say. Ndio maana tunasema, it's not anyone who can refer to as the messenger. Sio kila mtu yoyote ambaye anaweza kusimama kama vile mjumbe. Is the one we could identify. Ni yule tu ambaye anaweza kuwakilishwa as the man sent from God. Kama mtu aliyetumwa na Mungu. With this message of restitution. Pamoja na ujumbe wa kuweza kurudisha kila kitu. Maybe some don't understand what. Mara nyingine watu wengine hawaelewi na maanisha nini. What is restitution of all things? Kurudisha kila kitu kwa kurudisha mambo yote inamaanisha nini? We want to help our young ones. Tunataka kusaidia vijana. So the church started as the day of Pentecost. Kanisa ilianza siku ya Pentecost. And as it moved throughout history, na jinsi ilivyoendelea katika historia, many things have been
twisted, distorted, Mambo mengi yaliweza kupeleka katika njia isiyokuwa sawa, added, na wakaongeza mambo mengine, taken out of the na Bible. wakapunguza mambo mengine. So we ended up having, Sasa tukafikia with the Catholic Church. kwa wakati ya kuwa na kanisa la Katoliki. As we moved, Kama we tulivyoendelea, ended up with Protestants. tutakuwa na hii kanisa la Kiprotesta. We kept on moving. Tukaendelea, We had the Pentecostal church. tukapata kanisa la Kipentekosti, And if you consider all those churches, na tukiona makanisa mengine yote, you have a lot of doctrines, tunakuwa na mafundisho a mengi, lot of understanding. tunakuwa na kuelewa tofauti kwingi, But none of them lakini hakuna hata moja yapo is like the early church. ambayo iko kama vile kanisa la mwanzo, Is like the apostles' kama church. vile kanisa la mitume, Because they were not teaching as the kwa apostles. sababu hawakufundisha kama vile mitume. Now the God said, Sasa Mungu akasema, I will restore. nitaweza kurudisha. That means I will bring back Inamaanisha nitarudisha tena the apostles' doctrine in the church. mafundisho ya mitume katika kanisa. So that's why we talk about Godhead. Ndiyo maana tunazungumza We talk about Godhead. kwa ajili ya Mungu kichwa, Umungu wa Yesu Kristo. umungu wa Yesu Kristo. We talk about the Godhead of Jesus Christ. Tunazungumza kwa ajili ya umungu wa We talk about Jesus Christ being God, Yesu Kristo kuwa Mungu manifested in the flesh. akiweza kujizilisha katika mwili, Not about Trinity. hapana kwa ajili ya utatu So we takatifu. talk about the baptism Sasa in the name of tunazungumza the kwa Lord ajili ya Jesus Christ. utakatifu, ubatizo katika jina la Yesu Kristo, We talk about na kwa ajili ya mambo mengi. brothers and sisters. Ndugu na dada, So the doctrine sasa mafundisho katika hili kanisa must be as it was in the beginning. inatakiwa kuwa kama jinsi ilivyokuwa mwanzo, And the Bible says na Biblia inasema God will bring all the doctrines back. Mungu atarudisha mafundisho ile yote tena. That's what we say. Ndiyo maana tunasema If we consider all the great preachers, kama tukiangalia wahubiri wote wakubwa, who of them brought us back to the early church? ni nani ambaye aliturudisha kwa ile kanisa la So kwanza? if you go to Jehovah Witnesses, Kama ukienda kwa mashahidi wa Yehova, they don't even baptize in the name of the Lord. hawabatizi katika jina la Bwana, They baptize in the titles Father, Son, and Holy wanabatiza katika majina matatu ambayo ni Baba, Mwana na Spirit. So Roho they did Mtakatifu. not bring us back to the early Sasa church. hawakuturudisha kwa ile mafundisho ya kanisa la They kwanza, don't even believe that Jesus Christ na is God in the hawaamini flesh. hata kama Yesu Kristo ni Mungu katika mwili. We can go to each and every one of them. Tunaweza kwenda katika hayo yote, You will find that they've taught a lot of things which are not right. utaona wamefanya mambo mengi ambayo sio sawa. But when you look at the man of God, William Branham, Lakini unapomwangalia yule mtu wa Mungu William Marion you Branham, find out that that is the man who has been sent to restore. utaona kwamba huyo ndiye ambaye aliweza kutumwa wa kurudisha mambo yote. And we talk about how God used him Na tukazungumza jinsi gani Mungu alimtumikisha to prepare the message. kwa kuweza kuandaa ujumbe, And he even told him to store in the food. na akamwambia aweze kuweka katika gala chakula, Because God knew that the man would leave the earth. kwa kuwa alijua kwamba yule mtu ataondoka It dunia, didn't matter, for the message will stay behind. lakini ujumbe utabaki Preachers will use it na wahubiri wataweza kuitumia to continue the job. na wakiendelesha kazi. And we spoke about how he did it, Na tulizungumza jinsi gani waliweza kuifanya, calling another servant na ukatokea mtumishi mwingine to store the same food ambaye aliweza kuweka chakula and hicho give chakula out the same food na in kuweza the season. kutoa hicho chakula kwa wakati unaofaa. And we said, these brothers and sisters, Na tukasema huyu ndugu na dada, in divine order, katika utaratibu wa we kiungu cannot bypass William Branham's ministry, haiwezi kupita huduma wa ndugu William Marion Branham, because he is the fulfillment of kwa the word. sababu ilikuwa ni matimiliko ya maandiko. Some said, Wengine wanasema, for instance, denominations, kwa mfano zehebu, they said, wanasema we have Jesus, tuko na Yesu, but we don't need William Branham. lakini hatuhitaji William Marion Branham. Brothers and sisters, Ndugu na dada, bear in mind this. mjue katika akili zenu, Whenever God will fulfill His word, mahali popote Mungu anatimiza neno lake, if you reject the fulfillment of the word of God, kama unatupilia kukamilishwa kwa neno la you Mungu, reject the counsel of God against yourself. unatupilia mbali maagizo ya Mungu kwa ajili yako mwenyewe. Yes, brothers, maybe let's read that. Ndiyo, labda tusome hiyo Luke chapter 7, katika Luka 7 verse 30. 30. The Bible says this. Biblia inasema hivi:
We start at verse 29. 28. And all the people that heard him and the publicans justified God, being baptized with the baptism of John. But the Pharisees and lawyers rejected the counsel of God against themselves, being not baptized of him. Na watu wote na watoza ushuru waliposikia hayo waliikiri haki ya Mungu, kwa kuwa wamebatizwa kwa ubatizo wa Yohana. Lakini Mafarisayo na wanasheria walilipiga shauri ya Mungu juu yao, kwa kuwa hawakubatizwa naye. Amen. Brothers, ndugu, there was a man sent from God. Kuna mtu aliyetumwa na Mungu. Whose name was John. Jina lake lilikuwa ni Yohana. And all had to believe through John's ministry. Na wote walitakia kuamini kupitia huduma ya Yohana. Because he was fulfillment of the word. Kwa sababu ilikuwa matimiliko ya neno. So whoever rejected that, asa yoyote aliyetupilia mbali, so rejected the counsel of God, asa alitupilia mbali mashauri ya Mungu. And in this generation, na katika kizazi hiki, God did the same. Mungu alifanya hivyo hivyo In sending William Branham. Kwa kuweza kumtuma William Marion Branham. All of those who have rejected wale wote waliomtupilia rejected God. Waliweza kumtupilia Mungu. Some said, wengine wamesema, oh yes, we have accepted William Branham. Tumemkubali William Marion Branham. But who is this Frank? Lakini huyu Frank naye ni nani? Who don't want to hear anything about it. Kusikia kitu kumhusu yeye. They asked him a question. Walimuuliza swali. The same way they asked John. Sawa sawa na kisha walimuuliza Yohana. Who are you? Wewe ni nani? Talk to you about yourself. Tuambie wewe ni nani? John said in his days. Yohana alisema katika siku zake. I am the voice that cried. Mimi ni sauti iliyao nyikani. And when they asked the question, na wakati waliuliza swali to William Branham, kwa William Branham, so he was trying to hide it. Asa alitaka kuificha, but all the time he was saying, lakini mara nyingine akasema, this is the Malachi 4 hii ndiyo Malaki 4. So he clearly, sasa ikauleta mwangaza, he clearly said it, akasema waziwazi in the hiding way, katika hali ya kujificha, that he was Malachi 4. kwamba yeye alikuwa Malaki 4. And they asked the question to Ewald Frank. Na wakamuuliza swali Ewald Frank, what do you say about yourself? Na wewe unasema nini kuhusu wewe mwenyewe? Maybe your ministry is also written in the Bible. Labda na wewe pia huduma yako imeandikiwa katika Biblia. He said no. Alisema hapana. Mine is not. Yangu haiandikwi. But William Branham. Lakini ya William Branham ndio imeandikwa. The Lord told him. Bwana alimwambia. Not himself. Hapana yeye mwenyewe. Not a brother. Hapana ndugu. The Lord. Bwana. My servant. Mtumishi wangu. I have established you. Nimeweza kukuweka. According to Matthew 24:45. Kulingana na Mathayo 24:45. Food in due season. Kuweza kutoa chakula kwa wakati unaofaa. So when a word, wakati neno written in the Bible, imeandikwa katika Biblia, is fulfilled in someone, imetimilika kwa wakati fulani, rejecting that ministry, kutupilia ile huduma, means inamaanisha reject the counsel of God, unatupilia mbali mashauri ya Mungu kuzidi yako mwenyewe. That's why you might have heard me saying, ndio maana ungeweza kulisikia nasema, we are not going to tolerate, hatutaweza kuvumilia anyone to challenge us, yoyote ambaye ataweza kutupiganisha when it comes to William Branham, wakati inahusika kwa ajili ya huduma ya William Branham. We added saying, tuliongeza na kusema, it's the same with Ewald Frank. Ni sawa sawa na Ewald Frank. In our faith, katika imani yetu, believe tunayoamini that he has been commissioned by God. Yeye aliweza kuagizwa na Mungu. Yeah, we just want to move on. Tunataka kuendelea. That is the divine order. Hiyo ni maagizo mataratibu wa kiungu to this generation. Katika kizazi hiki. That's why I read to you, brothers. Ndio maana niliwasomea ndugu, when William Branham, wakati William Branham left the message to us, aliweza kutuachia ujumbe, Ewald Frank started giving us the ndugu Frank alianza kutoa hiyo ujumbe. At the same time, na wakati huo he started writing, alianza kuandika vitabu and circulars, na hiyo barua za mizunguko. Some people ask him, wengine walimuuliza, why do you write? Kwa nini unaandika? But if you go back to history, lakini ukienda katika historia, you will understand, utaelewa that is how, ya kwamba hiyo ndio jinsi he was progressing with the message, ambayo ujumbe iliweza kuendelea. Every time people started a false doctrine, wakati watu wote waliweza kuingia katika mafundisho ya uongo,
would write a letter Yeye aliandika and barua say, brothers, na akasema, wandugu, be careful. muwe angalisho, There is a new revelation kuna ufunuo mpya starting somewhere, ambao ilianza sehemu and fulani. it will come to your Wakati country. itafika katika nchi yenu, Mind about what I'm telling you. muweze kujua kwa kile ambacho So nawaambia. those who heard, Sasa wale watakaosikia those who pay na attention wale to ambao that, watasikiliza kwa makini escape the deception. waliweza kwenda mbali na kule And kudanganya. all of those who said, Lakini wale ambao watasema who is he? huyo ni nani, Fail. wanashindwa. Brothers and sisters, Ndugu na dada, it's serious. ni ya kitu ya kweli That's kabisa. why the man of God said, Ndio maana mtumishi wa Mungu alisema, I write this circular by God's commission. ninaandika hizi barua za mzunguko kwa maagizo ya Mungu. Praise be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. And that is the divine order. Na hiyo ndiyo utaratibu wa kiungu. So let's continue. Sasa tuendelee. We want to talk about Tunataka kuzungumza the body of Christ, kuhusu mwili wa Kristo, the other ministries. huduma zingine. Because we don't want you to be under the impression Sasa hatutaki muweze kuwa katika msukumo that we only have two ministries. ya kusema tuko tuna huduma mbili. Hapana, No, we have two important ministries tuko na huduma mbili za muhimu zaidi, because they have been differently being used. kwa sababu zilitumiwa katika njia tofauti, But we also have lakini pia tunazo other ministries. huduma zingine, Those are the ones that you are going to talk about na today. hizo ambazo tutazungumzia siku ya leo. Remember, Mkumbuke these two ministries that you have already mentioned hizi huduma mbili ambazo tumeweza kuzungumzia have been sent for the entire generation. ziliweza kutumwa kwa ajili ya kizazi chote, When the generation started wakati kizazi kilianza until the rapture, hadi siku ya unyakuo. those ministries will be referred to. Hizo huduma zitakuwa zikifanya kazi kwa hicho kizazi. We can refer to this saying, Tunaweza kuweza kusimamia katika maneno ya oh, kusema, William Branham said oh, this. ndugu Branham alisema hivi, Or we can go to Brother ama Frank. tunaweza kwenda kwa ndugu Frank. Brother Frank said Ndugu this. Frank alisema hivi. In our faith, Na brothers, katika imani, ndugu zetu, we are free sisi tuko uhuru to kabisa mention kusema either of those ministries. kwa ajili ya hizo huduma zote, Because in some places, kwa sababu katika nafasi zingine if you mention William Branham, ukisema William Branham they say we don't want to hear that. wanasema hatutaki kusikia hiyo jina, Talk to us about Jesus. tuambie tu juu ya Yesu. In other places, Na katika sehemu they zingine say wanasema William Branham, William Branham, no Frank. hapana Frank. In other places, Na katika sehemu zingine Frank. wanasema Frank, no William hapana Branham. William Branham. But with us, Lakini na sisi we kwetu can talk about the Lord tunazungumzia kuhusu Bwana as the main point of preaching. kama vile yeye ndiyo msingi wa mahubiri yetu, But we can refer lakini tunaweza kusema pia to Paul, kwa ajili ya Paulo, Brother Branham, au ndugu Branham, Frank, ndugu Frank, Peter, Peter, Petros na Yuda etc. na wengineo pia. Now let's talk about the ministries Sasa tuzungumzie juu ya mahuduma in the body of Christ. katika mwili wa Kristo. Not yet in the local assembly, Hapana kwanza katika kanisa la mahali, but in the body of Christ. lakini katika mwili wa Kristo. Let's read Tusome Ephesians Waefeso, chapter 4. Waefeso 4. There is an order. Kuna utaratibu. The Bible says this. Biblia inasema hivi. I think you know these scriptures. Nafikiri mnajua ili andiko. We'll read from verse 11. Tutasoma kuanzia mstari wa 11. We can read even starting from verse 10. Tunaweza kuanzia hata 10. He that descended is the same that ascended up far above all heavens, that he might fill all things. He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers, for the perfecting of the saint, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Naye aliyeshuka ndiye yeye aliyepaa juu sana kupita mbingu zote, ili avijaze vitu vyote. Naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kusudi la kuwakamilisha
watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Amen. Brothers and sisters, ndugu na dada, do you understand just in reading elewa tu katika kusoma hili that ministries ya kwamba mahuduma are gifts? ni mazawadi kutoka kwa Mungu. We don't pray, Hatuombe we don't fast na hatufungi to receive a ministry. kwa kupokea hizi mahuduma. It's a gift. Ni zawadi. So God decides Sasa Mungu mwenyewe anaamua this one is a ministry, kusema huyu atakuwa mhuduma, this one is not. huyu hapana. So there is no need already here to start problems. Yaani hapa hakuwezi kuanzia mafujo ya kukutana nayo. Let's move on. Tuendelee. So why did God send ministry? Sasa kwa nini Mungu, kwa sababu gani Mungu alituma hizi mahuduma? Whichever ministry is sent Kila huduma ambayo ilitumiwa hapa is for the perfecting of the saints. ni kwa ajili ya ukamilisho ya watakatifu. So if I come here, Sasa kama ninakuja hapa I create troubles, na mimi naleta vurugu I don't edify you. na mimi siweze kuwahimiza, When I go back to Perth, wakati nitarudi kwa Perth a group is born na kutakuya kundi ambayo itazaliwa, behind me. ambayo itazaliwa nyuma yangu mie, So it means I didn't come to edify this. itamaanisha kwamba mimi sikukuja kuweza kuhimiza hili kanisa. I have to come and edify the body Natakiwa kuja na kuhimiza mwili of Christ wa Kristo till we come hadi itakapofikia in the unity of faith. katika umoja wa imani. It means this: Inamaanisha hivi, what you believe here, kile ambacho mnaamini hapa that's what we'll have to believe ni in kile Perth. ambacho tutaamini kule Perth, That's what people believe in any ni other kile part of the ambacho world. watu wataamini sehemu zote katika The dunia, unity of faith. umoja wa imani. So we don't want to have this so that we can call local faith. Sasa hatutaki kuwa na hii ambayo inaitwa imani ya sehemu fulani ama sehemu moja. No. Hapana, It's universal faith. ni imani ya dunia yote. Praise be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. It means if we are in unity, Inamaanisha kama tuko katika umoja, you can come to Perth, unaweza kuja huko Perth, you feel at home. unajisikia huko nyumbani. You go to any church, Unaenda kwa kanisa you yoyote, feel at home. unajisikia huko nyumbani. You are not going to wonder, Hautaweza kujiuliza what do these people believe in? ni kitu gani ambacho watu wanaamini. Maybe it's not what you believe. Labda haiko ndio kile tunaamini kwetu, But we have the responsibility lakini tuko na majukumu to bring unity ya kuweza kuleta umoja among God's people, katikati ya wana wa Mungu so that you can grow up. ili kwamba mpate kukomaa. Yes, brothers. Ndiyo ndugu, Yes, sisters. ndiyo dada. And the Bible says, Na Biblia nasema, let's read tusome in Romans chapter 10. katika Warumi 10. The Bible says, Biblia nasema faith comes from hearing. imani inakuja kwa kusikia. And let's just read. Tusome tu Before talking about faith, kabla ya kuzungumza kwa ajili ya imani. the Bible says in verse 13, Biblia nasema katika mstari wa for 13, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. kwa kuwa kila atakayeliita jina la Bwana ataokoka. So how then shall they call on him on whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Basi wamwiteje yeye wasiyemwamini? Tena wamwaminije yeye wasiyemsikia? Tena wamsikieje pasipo mhubiri? Brothers and sisters, Ndugu na dada, we must have preachers. tunatakiwa kuwa na wahubiri. And how shall they preach except they be sent? Na jinsi gani wanaweza kuhubiri kama tu wasipotumwa? So God must send preachers. Sasa Mungu anatakiwa kutuma wahubiri. So how is he going to send them without calling them first? Sasa atawatuma aje kama yeye hajawaita? Brothers, Ndugu sisters, na dada, it's very important. ni ya muhimu sana.
Ministers wahuduma must be called wanatakiwa kuitwa to preach the word. kuweza kuhubiri neno la Mungu, And that's where it's freaky. na hiyo hapo ndio kunakuwa shida, Because many people kwa say, sababu watu wengi wanasema I have a call. mimi niko na wito, I have a calling. mimi nimeitwa. Yes, brothers and sisters. Ndiyo ndugu na dada, Let me tell you. acha niwaambie, We have different type of calling. tuko na aina tofauti za kuitwa. Someone like William Branham, Mtu kama vile William Branham, he has been called yeye aliitwa with an audible voice. na sauti ya kusikika. I think all of us know Najua sisi wote tunajua at the Ohio River katika huko kwenye mto wa Ohio there was a voice kulikuwa na sauti saying this. ambayo ikisema As John the Baptist kama vile Yohani was Mbatizaji sent to forerun aliweza kutumwa kutangulizwa kwa kwanza kwa Yesu Kristo, you are sent wewe umetumwa with the message na ujumbe that will forerun ambayo itatanguliza kuja kwa pili kwa Kristo. audible voice, Sauti ya kusikika a special commission. ilikuwa ni kazi ya kipekee. When your friend talks about his Wakati ndugu Frank anazungumza kwa ajili ya mwenyewe, talk about it. tulizungumzia Your time in this city will soon asema be over. wakati wako katika mji utakwisha, I'll send you from city to city nitakutuma katika mji huu na mji mwingine to preach my word, kuhubiri neno langu. to know the rest. Mnajua mengine, Audible voice. sauti ya kusikika. And for that, Na kwa hiyo we started hearing many brothers tulianza sikia wandugu wengi talking about their audible voice. wakisema kwa ajili ya sauti ya kusikika. I also heard mine. Oh, na mimi nisikia sauti yangu. What did it tell Sasa you? ile sauti ilikwambia nini? Brothers, Ndugu, sisters, dada, let's go back to the Bible. turudie kwenye Biblia. We can see that Paul Tunaweza kuona Paulo heard an audible voice. alisikia sauti ya kusikika, But Timothy lakini Timotheo did not hear an audible voice. hakusikia sauti ya kusikika. He did not try to impersonate another one. Yeye hakutaka kujitengenezea sauti nyingine. No, brothers. Hapana ndugu, We don't want to manufacture something hatutaki kuweza kujitengenezea kitu to become impressive ili cha kuweza kujifanyizia tuweze kuonekana vizuri, so that people look at us ili watu watuone and say, these are na spiritual. kusema huyu ni mtu wa kiroho, They have been called by the huyu Lord. aliitwa na Bwana. But the man of God, William, Lakini mtu wa Mungu William Branham explains how the calling anaeleza jinsi gani mwito happens to the preacher. inakuwaka inafanyika kwa huduma. For this, I want to read him. Kwa hii nitaenda kumsoma. He says this, Anasema hivi, for those who have this book, kwa wale ambao wana kitabu hiki, it's question and answers. ni maswali na majibu. Okay. We have this big book, Tuko na hiki kitabu kikubwa, Conduct, Order, and mwenendo, Doctrine. taratibu na mafundisho. If you have it, the English version, Kama uko nayo katika lugha ya Kiingereza, page 494, kwa ukarasa wa 494, paragraph 30. paragraph 30, The man of God says this. mtumishi wa Mungu anasema hivi, A call of God burns so in your heart. asema kuitwa kwa wakati Mungu anakuita kunakuwa na kuchomwa ndani ya moyo wako. You can't rest day and night for it. Asema hauwezi kubakia usiku na mchana kwa ajili So yayo. you just can't get away from it. Asema hauwezi tu kuikimbia. It just constantly grinding at you. Asema inakuya tu inakushika ndani yako. And if you had to preach, you say, Na kama unaweza kuhubiri na kusema, now sasa another objective. kunakuya na sababu nyingine. Oh, I believe Ama ninaamini I've got a job. Mimi- The job I've got. niko na kazi ambayo niko nayo. If I could be a successful evangelist or a pastor, Kama ningekuwa injilisti wa kujieneza ama mchungaji, have a good set of salary, ama ningekuwa na pesa nzuri ambayo napokea kazini, have a home that I could go into and so forth and live, ama ningeweza kuwa na nyumba nzuri ambayo ningeenda ndani na kuishi na mambo mengine, then I believe that would be a good thing. sasa mimi naamini hiyo ingeweza kuwa kitu kizuri, Or easier than what I'm doing now. wala juu ya kile ambacho niko nafanya sasa hivi. And I really think it would be, now see, Na mimi nafikiri ingeweza kuwa sasa, unaona,
Here the man of God says, Hii ndio mtumishi wa Mungu anasema, if someone thinks kama mtu anafikiria that I will start preaching kwamba nitaanza kuhubiri because I will have a good salary, kwa sababu nitakuwa na malipo ya mzuri, it's just an easy job, ni kazi tu rahisi, coming and standing up, kukuya tu na kusimama hapa mbele talk, na kuanza kusema, the kuzungumza. man of God said, Mtumishi wa Mungu anasema, now see, sasa unaona your objective is wrong to Sa- begin with. sababu yako iko mbaya sana kuanza nayo. It's not right. Unaona hiyo sio sahihi. You are wrong there on that. Uko tu kwenye makosa kwa ajili ya hiyo. It moves on. Anaendelea. Then you'd say, Sasa utasema, well, maybe because I think I would be more popular among them. na mimi nafikiria labda nitakuwa na kavumu mkubwa sana. Nitajulikana kavumu. Yes. Amen. You will find out Utajikuta you're just ready for a big flop. You fail. utajikuta umeshaanguka. But now if your objective is that, Lakini kama hiyo ndio sababu yako, I don't care mimi sijali. if you have to eat soda, crackers, drink branch water. Kama utaweza kunywa soda, maji au mengineyo, I will preach the gospel anyhow. mimi nitahubiri injili kwa namna yoyote. Hallelujah. Amen. Something just tearing into you. Kitu fulani kinaweza kusema ndani yako, I will either preach the gospel or die. labda nitahubiri injili ama kufa. Brothers, Ndugu, sisters, dada, the man of God William Branham says, mtumishi wa Mungu Branham anasema vitu viwili. if I want to preach Kama nataka kuhubiri because I want to be popular, kwa sababu nataka nijulikane, or I want to ama preach nataka nihubiri because I think it's an easy juu job, nafikiria ni kazi rahisi, I already failed. pale nilishaanguka tayari. And if I am called of God, Lakini kama nimeitwa na Mungu, it will burn in my heart. itaweza kuchoma ndani ya moyo So wangu. there is no way I can run Sasa away. hakuna jinsi ninaweza kukimbia wito wa Mungu. Praise be the name of God. Jina la Bwana And libarikiwe. then the man of God says, Na mtumishi wa Mungu anasema tena, that's how you can test if someone is called in the ministry. hapo ndipo unaweza kupima jinsi gani mtu umeitwa katika huduma. He says this. Anasema hivi, Okay, let me just read. Ngoja nisome. Just recently, katika siku zimepita it was just asked on me by some various precious brothers niliulizwa tu na ndugu mpendwa, that said, akasema, now that we have come into the way, Brother Branham, sasa tumefikia katika wakati huu ndugu Branham, now that you found the Lord and received the Holy Ghost, sasa unakutana na Bwana na unapokea Roho Mtakatifu. shall we seek gift for our ministry? Je, tunaweza kuona zawadi ya huduma yetu? I said, Nikasema, don't never do it. usiwahi kuifanya. Don't never advise people to do something like that. Usiwahi kuambia watu wafanye kitu cha hivyo. So it's a gift. Sasa ni zawadi, You don't have to pray for it. hautakiwi kuiombea. And then let me go back to read. Na nitaendelea kusoma. Usually, Mara nyingi a guy that wants to do it, mtu ambaye anataka kuifanya it's the guy that can't do it. ni yule ambaye hawezi kuifanya. Someone Mtu was rushing. ambaye kuna kimbizana. Nikutumishi. Amesema servant of God. Mtumishi. Amesema servant of God. Niache. Leave me alone. William Branham says, William Branham anasema, that is a sign. hiyo ndio alama. And that guy can't do it. Asema yule mtu hawezi kufanya kitu. He says this. Anasema hivi, It's the guy that tried to run away from it. sema ni yule mtu ambaye anataka kuikimbia. Is the one that God uses. Ni yule ambaye anataka kuikimbia ndio Mungu anatumikisha. If he's trying to get away from it, Kama anataka kuikimbia, yes, brothers, ndio ndugu, that's how you know it. hapo ndio utaijulia. Brothers, Ndugu, that's very simple. hiyo iko rahisi sana. Let me just give you one example. Ngoja niwapatie tu mfano. It's a little bit like personal to our local assembly. Inaweza kuwa tu kama vile kwenye kanisa letu la mahali. When I was in Johannesburg, Wakati nilikuwa huko Johannesburg, our pastor, mchungaji wetu, the old man, yeye mchungaji wetu, mzee wetu Zechariah, Zakaria, he understood this scripture. yeye alielewa hii andiko. Every time, this is how he was behaving. Kila wakati yote vitu alikuwa anajitweka. If you go to him Kama ukimwendea and say, na unasema, I want to preach, nataka kuhubiri, he's
He's not going to let you do that. Yeye hakukuwa anakuachilia ufanye hivyo, hapana. Because he said, Kwa kuwa alikuwa anasema, now when someone wants to anasema wakati kila mtu anataka kuhubiri, I know mimi najua tayari he's not the right guy. ile sio mtu ambaye yuko sahihi. But if he comes to you Lakini kama anakuja kwako and says, na kusema, I feel like I can give you the truth. nasikia kama naweza nikakupatia madhabahu, Come kuja and tell us something na from God. kutuambie kitu kutoka kwa Bwana. And every time you'll come and say, Na kila wakati unataka kuja kusema I was right. nilikuwa sahihi. Not when someone wants Hapana, to, wakati mtu anataka, but when I am pushed lakini wakati nasukumwa as the elder. kama vile mzee. Sorry, we'll talk about local assembly later. Tutazungumzia kwa ajili ya kanisa na But one thing I want you to know, lakini kitu nataka mjue, the ones that God calls wale ambao Mungu amewaita is the one who tries to run ni away. wale ambao wanakuwa nataka kuikimbia, The one who wants us to push wale ambao wanataka kuisukuma are generally those who can't do it. zaidi. Ni njoo wale ambao kwake naweza kuifanya. That's what the man of God William Branham. Ile njoo ambayo mtumishi wa Mungu Branham anataka kusema. You can go back to the Bible, read about Unaweza kwenda kwa Elijah. Biblia kusoma kwa ajili ya Elia, You can read about unasoma Job. kuhusu Yona. You'll find that they were trying Utaona to kwamba run away. walikuwa wanataka kukimbia. Even Moses, Hata Musa he said, alisema, you know, I will have to stutter. unaona nataka kuanza. No, stuttering person. Mimi kwa mtu wa kigugumizi. So, no, I don't want to be a job.